Sana, hii ni Perfect Bongo TV kama ilivyokuwa kawaida. Leo bwana tumekutana na dada hapa. Dada huyo yeye historia yake inasikitisha, lakini pia inagusa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hapo alipo ni mjamzito na anafanya kazi baa. Sasa tuko na hapa, tutazungumza naye ni changamoto zipi zilizopelekea mpaka kuwepo katika hali kama hii na kazi ambayo anafanya. Habari yako dada? Salama. Nzima. Nzima. Unaitwa nani kwanza kwa majina? Naitwa Zena. Zena. Zena, mimi nimekukuta ukiwa upo pale baa pale. Alafu nimeona hali ambayo ulikuwa nayo na jinsi ambavyo kazi unafanya usiku na mchana. Nikataka kufahamu kwamba imekuwa vipi mpaka ukaingia kwenye hiyo kazi na ukijumlisha hali ya ujauzito uliokuwa nayo. Utafutaji tu kutokana na hivyo tu, mwenza wangu au hii ujauzito amenitelekeza, amenikimbia. Amenikimbia na mpaka sasa hivi sijui yuko wapi. Amehama kwenye chumba ambacho tulikuwa tumepanga, sijui yuko wapi. Kwa hiyo ndo nami nikaamua kujifanyia kazi zangu bado. Sawa, natamani kufahamu Zena, wewe ni mwenyeji wa wapi? Ilikuwa kwa vipi ukafika Dar na mpaka kuingia kukutana na huyo jamaa mpaka kukutelekeza? Mimi mwenyeji wa Morogoro. Nilitoka huko nikapata kazi huku mjini, nikawa napika keki. Unajua kupika keki? Najua kupika keki. Ulijifunza ukiwa huko Morogoro? Amna, nilipata tu bosi huku akaniambia njoo nikufundishe. Ndo nikaja huku, akawa tunaenda wote ofisini kwake, akanifundisha. Baadaye na mimi nikawa mzoefu, akanitafutia kazi. Nilikuwa nafanyia hapo Ilala. Wakati huo sasa ulikuwa umetoka Morogoro, umemaliza shule ama uliacha shule ama ilikuwa? Yani tuseme sijamaliza, maana nilishia tu kidato cha 7. Nilishia tu darasa la 7. Okay, kwa ukaona utafute fursa mjini. Ulipofika Dar sasa ukaanza kufanya hiyo kazi? Ndo nikaanza kufanya hiyo kazi, ndo nikakutana na huyo mwenzangu. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa kama mwaka jana mwezi wa 2. Okay. Kwa mlikutana wakati unafanya hiyo kazi? Nilikuwa nafanya hiyo kazi. Mlikutana vipi na akakushawishi vipi mpaka mkaanza kuishi? Yani ilikuwa tu kazini pale, maana tulikuwa tunapeleka keki kwa oda. Nilikuwa tunapangia, tukiambia kuna sehemu kuna shughuli tunapeleka. Kwa hiyo nikakutana naye huko kwenye shughuli, alikuwa kwenye kitengo tu cha DJ huko. Ndio na DJ. Shughulini hiyo sasa. Mambo ya shughulini. Akakushawishi vipi Zena ukaacha keki mpaka ukaenda kwani? Swaga tu za kiume. Ndio hivyo. Safari yenu sasa ya kuishi pamoja ilianzaje na mlikuwa mnaishi vipi? Nataka unielezee vizuri kabisa, taratibu, yani wala usijali, usiwe na uoga. Mara ya kwanza vile tulivyokutana, yeye mwenyewe alikuwa anakaa kwao. Na mimi nilikuwa tunakaa kwa dadangu, maana huku nilifikia tu kwa dadangu. Tukawa hivyo, nikawa nafanya kazi, naendelea kufanya kazi na yeye akawa anafanya kazi zake. Tukapata hela, tukapata chumba, tukanunua baadhi ya vitu vya ndani kidogo tu. Yaani sehemu zote hizo unamsapoti? Tulikuwa tunasapotiana, maana kama yeye akipata na mimi nikipata tunaweka hivyo. Yaani ulijitoa kwake, ulikuwa unampenda? Ndio hivyo. Kwa tunakaa wote, tulitokea. Maana kama yeye kanitoa huku na mimi nimemtoa kule alipo, tukakutana wote sehemu moja. Tunakaa wote. Maisha ambayo mlikuwa mkiishi wote yalikuwa vipi? Labda alikuwa anaonesha labda ukali wowote au akupendi au nini, au ulikuwa unamfumania au matukio gani na matukio gani yalikuwa yakiendelea? Yani baada ya kukaa naye sasa ndo akawa ameanza kubadilika hivyo, baada alivyojua tu na mimba hivyo. Ndio hivyo tu, na mimi nikawa navumilia, akinisema navumilia, akinipiga najua tu pengine tu hivyo tu kavurugwa kwa sababu ya utafutaji huko nje. Nikawa tu namvumilia, lakini ikafika stage sasa kagoma hata kulipa kodi, wakati mimi ndio tuna kazi huko nishaacha. Nipo tu nimekaa namwangalia yeye.
Kabla hujapata mimba alikuwa mnaishi vizuri tu, mnapendana na hakukuwa na changamoto yoyote? Hakukuwa na changamoto kwa kweli. Au baada tu ya ujauzito ndo mambo yakabadilika? Sasa mambo ilikuwaje kwaje? Alikuwa chacha vipi? Hebu nielezee kidogo. Yeye kuniacha kwake akawa ananiforce nitoke huku nirudi kijijini kwa wazazi wangu, ya kwamba yeye pesa hana. Wakati ukija kuangalia mimi tayari hapa nina mimba. Yeye huko nyumbani kwenye kwanza alikuwa hatambuliki. Bora hata angekuwa kusema pengine anatambulika huko nyumbani, unaweza useme upige simu nikaongea na wazazi na wakanielewa kwa hali nilokuwa nayo, lakini sasa hivi niko hivi. Narudije kijijini? Na walikuwa wanajua kama una mchumba na unaishi naye? Hapana. Ulikuwa unaishi naye kwa siri? Wazazi wake yeye kwao wao wanajua kama alikuwa na mwanamke? Hapana. Hakuwahi kukutambulisha? Sikuwahi. Kwa nini ulimwamini kiasi hicho kwamba hujamtambulisha, hajakutambulisha, mnaishi tu kiolela? Ndio hivyo tena. Mambo tu ya wanaume kuturagai. Kwa akawa na force wewe urudi nyumbani? Wakati huo una ujauzito wa muda gani? Wa miezi 5. Ikawaje sasa? Ndo nikaamua hivyo tu nitafute kazi baa, ndo nikawa nimepata kazi hapo. Tunafanyia. Kabla hujaanza kufanya kazi baa, uliniambia kuna wakati alianza kubadilika akawa anakupiga. Alikuwa anakupiga kwa sababu zipi? Yaani ulifanya kosa gani mpaka akawa huenda pengine kama ndo hivyo halali nyumbani, haagi afanyeje, ukimuuliza anawaka tu. Hivyo. Inafika stage mpaka akawa yani hata hela ya matumizi ya pengine hata ya kula haachi, anaondoka tu sababu amekasirika, kwa sababu kwa nini unamuuliza ametoka wapi, unamuuliza sijui nini hivyo. Kwa sasa ndo akawa amegoma kulipa kodi. Kwa muda wa kodi ukawa umeisha? Muda wa kodi ukawa umeisha, ukimwambia anakuambia sina hela, sasa nifanyeje? Sasa ikawaje mkao mmeishi vipi wakati hamna kodi hapa? Ndo na mimi nikatoka tena. Wakati huo yeye sasa na yeye yupo, umemwacha pale au wewe na yeye nani wa kwanza kutoka? Siku yani tarehe ya kodi imefika. Ndo siku ambayo na mimi nimeondoka pale. Kwa sababu mama mwenye nyumba anadai hela yake, yeye anakuambia hela ana. Itabidi mimi nimemuona, yani wakati naondoka nimemwambia kabisa mimi natoka. Ila sio kama eti natoka naenda pengine nyumbani, mimi nyumbani hapana, naenda tu kutafuta maisha huko. Alikupa connection ya kwenda baa na kuanza kufanya kazi ni nani, ama tu mwenyewe uliona hii ni fursa? Mwenyewe tu mwenyewe tu niliamua kutoka. Hivyo ndio. Yeye akawa amekubali kabisa wewe nenda tu? Hivyo ameniambia wewe nenda tu. Na mpaka leo hii ndio hivyo, hamna tena hata mawasiliano, sijui hata yuko wapi, hata yani hata usema umpigie simu. Yani hata kusema pengine yeye akupigia kujulia hali, akimpigia simu yani ana hata chamana anachoongea hivyo. Na hamjawahi kuonana tangia mtengane? Hajawahi kumuona tena? Sijawahi kumuona. Hadi ambapo mlikuwa mkiishi hayupo? Hayupo. Naye kwenda. Kwa hata nyumbani kwao hupajui, kwa hujui hata utamtafutia wapi? Kwao sipajui. Sasa nataka nijue siku ya kwanza sasa unaenda kuomba kazi, walikuchukuliaje na ukiwa na ujauzito? Siku ya kwanza pale nilivyoenda, kiukweli kwanza hawakunijua. Sababu tumbo langu lilikuwa bado halionekani. Hawakunijua. Ila baada ya siku zinavyozidi kwenda ndio hivyo tena tumbo linazidi kuwa. Na bosi mwenyewe akasema basi, na yeye aliniuliza hivyo vipi mpaka imekuwa hivyo. Nikamuelezea baba hivi na hivi na hivi. Ndio maana mpaka leo niko hapa. Akasema basi endelea kufanya kazi mpaka ukichoka itajulikana utafanyaje. Hapo kazini mnaishi vipi? Labda kuna sehemu mnalala au umepanga au mnaishi vipi? Kuna sehemu tunalala pale kazi. Wafanya kazi wote? Wafanya kazi wangapi? Pale tuko wengi. Kwa kadiri ameweza kufika wangapi? 20 tunafika. Na wote mnalala chumba kimoja? Hapana. Kuna vyumba viwili tu. Yani manake kwa hilo kundi kama ni 20 huku 10 huku 10.
Kwa chumba kimoja unaweza kaa wadada 10. Na mshahara mnalipwaje pesa ya mshahara? Pale sisi pia tunahudumia kwa koponi. Na tunalipwa kwa wiki. Maanake unavyohudumia ndo mshahara wako. Koponi maanake nini? Yaani unalipwaje kwa koponi? Yaani kama ukichukua kinywaji kimoja unapata, yaani unapewa karata ile yaani inaashiria shilingi 50. Ni kinywaji kimoja ni sawa na shilingi 50. Iwe maji, soda, bia. Ni 50. Kwa utakavyouza hizo koponi wingi wake ndivyo wingi wa hela yako. Kama ukipata koponi 5 basi ndio hiyo hela yako. Ukipata koponi 5 ni 250. Kwa na mnalipwa kwa wiki. Na tunalipwa kwa wiki. Bwana. Uliwahi kufanya kazi ya ukapata koponi nyingi zaidi, ilikuwa kiasi gani? Yaani kama ni siku za weekend hivi. Kama ukijitahidi ukisema uanze ya saa 4 vile mpaka ikifika saa 6 unaweza ukapata hata koponi 100. Yaani hapo ndo umejitahidi sana, yaani koponi 100. Koponi 100 maana hiyo shilingi ngapi? 5000. Kwa siku sasa hiyo. Yaani hapo ndo umekaza. Na sio kila siku. Siku zingine unaweza uingie kazini pale ukose hata koponi moja yenyewe kabisa, usipate kabisa. Na vipi kuhusiana na mambo labda ya chakula na nini, mnahudumiwa hapo hapo au ni kujitegemea? Pale chakula tunajitegemea. Sasa unawezaje wewe kufanya hiyo kazi kuanzia saa 4 mpaka saa 6 usiku na ukiwa huko kwenye hali kama hiyo? Sasa nitafanyeje? Ndio utafutaje, ndio ugumu wa maisha. Sina mtu wa kunisaidia. Kama angekuwa mtu wa kunisaidia kwani na mimi. Kwa ninavyofahamu mtu akiwa mjamzito anakuwa na zile labda anatapika, kujisikia vibaya, nini, kulala. Wewe huwa inakutokea hivyo, na ikikutokea hivyo unafanyaje na ukiwa upo kazini? Ikinitokea hivyo ndo naacha kufanya kazi tena, naingia ndani na lala. Kwa hata kama mfano ndo umepata koponi 2, maana koponi 2 ni 100, kwa na wewe watu wanakupa 100 yako hivyo kama ilivyo. Unapewa 100 yako hivyo. Shilingi 100 kabisa. Ndio yako. Yaani ushawahi kufanya kazi kwa hiyo wiki nzima ukapata labda kama kiasi gani? Yaani kwa kawaida kwa wiki unaweza ukapata kiasi gani? Ambapo ukiwa unafanya kazi kawaida. Kama ni kama umefanya kazi hivi kama hivi kiuvivu, maana hata nafanya kazi kiuvivu. Amna, yaani ndio hivyo. Siku nyingine mtu inafika wiki unapata hata buku jelo. Wiki nzima 1500. Unapata hata 1500. 5,000, 6,000 hivi. Sasa unawezaje kuendesha maisha yako kama hivyo, kula, kuvaa, sijui nini, na watoto wa kike wana mambo mengi ya kufanya? Ni kitu gani kinachokupatia pesa zaidi ya kufanya hizo kazi? Tuseme tu tunaishi kimungu tu kwa kweli. Wanasemaga mara nyingi watu ambao wanafanya kazi baa wanapopogwa wanapata changamoto za kupata wanaume, yani kama vile wanaume wanaenda sehemu ile kama kwa namna ya kuwanunua. Uliopata hiyo changamoto, watu labda kukuhitaji kimapenzi? Wapo, lakini ndio hivyo sasa, na mimi mwenyewe siwezi kufanya hicho kitu kwa sasa hivi. Siwezi useme pengine atokee mtu aniambie wewe mama Keki twende tu. Siwezi. Wanatokea lakini wewe ndo huwezi. Siwezi. Na wanaona kabisa ukiwa kupo hali kama hiyo ya ujauzito. Unauficha vipi? Hamna, mimi si ufichi. Unaonekana tu. Na mtu mwenyewe anajua kabisa wewe ni mjamzito. Sasa umejipangaje? Kwanza mimba sasa hivi ina muda gani? Ina miezi 8. Miezi 8, manake ni bado kidogo, wiki kadhaa tunaweza kujifunza. Sasa umejipanga vipi? Kwa sababu unajua mjamzito kidogo kuna maandalizi. Huwa unaenda kliniki labda? Kliniki naenda. Wanakuuliza baba yupo wapi? Kliniki kule hawanaga hizo. Hawaulizi. Kwa maendeleo ya kliniki mtoto yakoje? Hapa tena mpaka tarehe ngapi hapo ndo nitarudi tena? Tarehe 18. Ndo nitarudi tena. Maana kila tarehe 18 huwa anaenda kila mwezi. Na kule ukienda kwenye nako hivyo wanataka kupima hiyo nyuso sound yao, wanataka hela. Sasa wewe una mpango gani? Wazazi wanajua kama una ujauzito ambao uliwaacha huko kijijini? Wazazi wangu hapana.
Una plani gani sasa? Maanake muda wowote kuanzia sasa unaweza ukajifungua. Unatamani kurudi kijijini ama unataka kuendelea kukomaa hapo na unasaidiwa na nani? Hapo nako. Maana nikisema niendelee kung'ang'ana huku sina msaada huku. Na ukirudi huko nyumbani sielewi naanzia wapi. Maisha ya nyumbani, hali ya nyumbani huko kijijini ikoje? Hamna hali nzuri huko. Maisha ni magumu. Sasa umeniambia una ujuzi wa kutengeneza keki. Mpaka sasa hivi unaweza kutengeneza keki wewe? Naweza kutengeneza. Ikitokea mtu anataka kukusupport, unatamani akusupport kitu gani, labda akusaidie kitu gani? Anisaidie tu anavyoguswa yeye. Yaani akusaidie kitu labda mtaji au nauli ya kurudi nyumbani au sehemu kama hivyo ya kupangishia kukaa ama nini? Mtu yote atakavyoguswa ndio hivyo hivyo mimi nahisi. Kwa sasa hivi unapatikana hapa huku Vingunguti? Napatikana Vingunguti. Okay. Bana, kama ambavyo tumemsikia Zena kwa yale ambayo ametuelezea yote kuhusiana na yeye, ni binti mdogo ambaye anahitaji msaada. Kwanza una umri gani? Na miaka 23. Miaka 23 tu, ambapo kwa sasa hivi kwa umri wake huyu ni bado binti mdogo ambaye kwa namna moja ama nyingine anahitaji sapoti kutoka kwa Watanzania ama watu ambao wanamtazama hapa kupitia historia yake ambayo ameitoa. Zena, una simu labda? Ninayo. Namba yako unaijua? Ndio. Unahitaji namba yako sasa, labda kwa mtu ambaye anataka kukusapoti kunini au kukupigia kufanya kukujulia hali au kukushauri au kufanya kitu chochote kwa sababu yako. 06 17 75 21 28. Okay, hizo namba zake za simu na tutaziweka pia hapo chini, zitakuwa zinapita kwenye video. Kwa yote ambaye anahitaji kumsapoti, anataka kufanya kitu chochote kwa ajili yake. Zena ni binti mdogo ambaye bado ana malengo na ndoto kubwa ambazo anahitaji endelee kuzitimiza, lakini kwa bahati mbaya ameharibiwa maisha, naweza kusema hivyo, kwa kulaghaiwa na wavulana wa mjini na mpaka kama ambavyo unaona hali yake. Lakini kikubwa tuendelee kumsapoti na kuhakikisha anakuwa salama zaidi. Bwana Zena, pole sana, lakini pia hongera kwa ujasiri ambao uko nao mpaka sasa hivi. Asante.